Na hii ni Mnyalu TV. Kuna baadhi ya matukio yanashangaza na kufurahisha kweli kweli. Umewahi kusikia kuhusiana na Prison Break au Mission Impossible Escape from Sobibo? Umewahi kuisikia? Leo nakuletea tukio la ajabu kweli kweli, tukio la Alcatraz Escape. Hili ni moja ya tukio kubwa duniani ambalo liliacha midomo ya watu wengi wazi, ambapo wafungwa watatu wa gereza la Alcatraz lililojengwa maeneo ya kisiwani walipanga njama na kutekeleza njama yao kutoroka gerezani pasipo kukamatwa na kuonwa na mtu yoyote. Mnamo Juni 1962, wafungwa watatu Frank Morris, John na Clarence Anglin walifanikiwa kutoroka gereza la Alcatraz, gereza la shirikisho linalojulikana kwa usalama wake wa hali ya juu na mazingira yake magumu ya kijiografia. Alcatraz ni kisiwa kidogo ndani ya ghuba ya San Francisco, kilijulikana kwa kutowezekana kutoroka mawimbi makali, maji baridi sana na umbali wa takriban maili 1.25 hadi pwani ya San Francisco. Vitu hivyo vilivyofanya iwe vigumu kwa yoyote kuogelea hadi nchi kavu. Zaidi ya hayo, gereza lenyewe lilikuwa na walinzi wenye silaha na mifumo madhubuti ya usalama. Licha ya hayo, wafungwa hao watatu walifaulu kuunda mpango wa kutoroka kwa kusubiri na werevu wa hali ya juu. Frank Morris, ambaye alikuwa na IQ ya juu sana na rekodi ya kutoroka kutoka magereza mengine, aliongoza mpango huu madhubuti. Alishirikiana na ndugu wa Anglin waliokuwa na ujuzi wa uhalifu wa kupanga na walijifunza uhalifu wa gereza, na wakaanza kazi yao ya kutengeneza njia ya kutoroka. Mpango wao ulianza na kuchimba mashimo madogo kwenye kuta za seli zao kwa kutumia vijiko vya chuma na visu vya chakula vilivyotengenezwa kuwa zana za kuchimba. Mashimo hayo yaliwezesha kufikia njia nyembamba ya huduma ya utility corridor nyuma ya seli zao na mahali ambapo umeme ulikuwa unapita, kwa maana kwamba zilikuwa njia za umeme. Walifanya kazi yao polepole na kwa uangalifu mno, wakificha mashimo hayo kwa mbao na mabaki ya zege. Kelele za uchimbaji wao zilifichwa kwa kelele za kawaida za gereza kama vile redio na kelele za walinzi. Ili kuhakikisha kuwa hawakugunduliwa wakati wa ukaguzi wa kila siku, walitengeneza vichwa vya bandia kwa kutumia sabuni, karatasi na nywele halisi walizokusanya kutoka kwa kinyozi wa gereza. Wakati wa usiku, wangeweka vichwa vyao kwenye vitanda vyao ili kuonekana kwamba walikuwa wamelala. Walinzi walipopita usiku kufanya ukaguzi, waliona tu vichwa hivyo bandia na kudhani kuwa wafungwa hao walikuwa wamelala katika usingizi mzito. Baada ya miezi kadhaa ya maandalizi, tarehe 11 Juni 1962 walikuwa tayari kutekeleza mpango wao. Usiku huo, Morris na ndugu wao Anglin walitoka kupitia mashimo yao na kupita kwenye njia ya huduma hadi juu ya jengo la gereza. Kutoka hapo walitumia bomba kupanda hadi paa la gereza, kisha kushuka upande wa nje wenye ua wa gereza. Walivuka ua bila kugunduliwa na kufika kwenye ukingo wa kisiwa cha Alcatraz. Katika kipindi hiki chote walikuwa wametengeneza mashua ndogo kwa kutumia makoti ya mvua. Walikuwa wameiba na kuzishona pamoja ili kutengeneza kifaa cha kuelea. Mashua hiyo ya dharura ilitengenezwa kwa ustadi mkubwa mno kwa kutumia gundi na nyuzi zilizopatikana kwa siri. Walipofika sehemu ya maji, walijifunika na mashua hiyo na kuingia kwenye maji baridi ya ghuba ya San Francisco wakielekea upande wa pwani. Mpango wao ulikuwa bora, lakini hatima yao ilibaki kuwa kitendawili. Asubuhi iliyofuata, walinzi wa gereza waligundua kuwa seli zao zilikuwa tupu na taharuki ilianza mara moja. Mamlaka zilianza msako mkubwa zikihusisha jeshi la wanamaji, jeshi la anga na idara ya polisi la San Francisco. Hata hivyo, licha ya juhudi kubwa, hakuna miili iliyopatikana wala kupatikana kwa watu hai.
Serikali ya Marekani ilifikia hitimisho kuwa huenda walikufa maji kutokana na baridi kali au mawimbi makali. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye, kuna ripoti zilijitokeza zikidai kuwa baadhi yao waliweza kufika pwani na kuishi maisha maficho. Baadhi ya watu waliripoti kuwa walipokea barua na picha zinazoonyesha kuwa ndugu wa Anglin waliishi baada ya kutoroka, ingawa hakuna ushahidi rasmi uliothibitisha madai hayo. Kutoroka kwao kulisababisha mabadiliko makubwa katika mfumo wa usalama wa gereza hilo, na hatima ya gereza la Alcatraz lilifungwa mnamo mwaka 1963, chini ya mwaka mmoja baada ya kutoroka kwao, na sababu rasmi ya kufunga gereza hilo ilitajwa kuwa gharama kubwa ya uendeshaji na uchakavu wa majengo, lakini wengi wanaamini kwa tukio hilo la kutoroka lilichangia pakubwa katika uamuzi huo. Kutoroka kwa Alcatraz bado ni fumbo linalovutia wengi hadi leo. Je, walifaulu na kuanza maisha mapya au walizama na kupotea? Hili ni swali ambalo linaendelea kuibua mjadala mkubwa, huku hadithi zao zikiendelea kusimuliwa katika vitabu, filamu na tafiti mbalimbali. Kisa hiki cha kusisimua cha Alcatraz Escape kinapatikana on X na Mjenzi. Usisahau kusubscribe na turn on notification ili wa kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa. Na hii ni Mnyalu TV.